Hapa bado nikwambie. Simuona hawa Najimu hawa. Ndio. Wanakuambia Jumanne vaa nguo ya rangi gani? Ndio, Jumanne. Sijui mwaka huu na nini? Ndio. Sijui unafanya kuna vitu fulani fulani hivi ambavyo vina control watu Ndio. Ingawa kwenye Biblia sema mwenye haki yangu ataishi kwa imani. Ndio. Hawa jamaa wanatembea na fundisho moja inaitwa Kabbalism. Kabbalism wanatengeneza mchakato kwa kupima anga. Okay. Sawa? Wanajua ulimwengu unafanyaje, unavyoenda. Okay. Kwa hiyo wanajua kabisa time kwamba hata kama unajua wanaweza kukupiga. Ndio. Lakini wanasoma mambo ya unajimu wao. Kwa leo kupo safi. Wanasema hii kitu haipaswi kupigwa leo hata kama tuna uwezo. Maana tukipiga leo mpango wetu hautafanikiwa. Okay. Hata kama tutakipiga, sababu wenyewe kupiga lazima watengeneze mazingira ambayo yanakuwa worldwide. Kwamba dunia ione kitu. Wenyewe wanataka kuonyesha kwamba wana nguvu. Sawa? Ili siku moja maana ukikupiga una nguvu, unasema hamna kitu. Unataka kukupiga mwenye nguvu ili wengine waseme ni kama leo kaka yako leo ameenda pale, bomba umemuita kaka yako akusaidie. Na jamaa tunakutesa tesa, kaka yako akavunjwa sana pale. Okay. Utasogea tena? Hapana. Imeisha hiyo. Mdogo kabisa. Lakini kama amempiga kajitu kadogo sema kadogo aka. Unaona? Ndio. Sasa wanaangalia kabisa kwamba hapa hii nchi ingawa tuna uwezo nayo, lakini takwimu zetu za unajimu wetu hilo fundisho la Kabala hilo tunapaswa kuipiga mwaka baada ya miaka 15. Okay. Si kwamba wanakuogopa. Sasa paka hapo kwa wanaenda kwa dila zao. Nyewe pesa moja kuna script washatengeneza Kabala. Unajua hata kuchukua Yerusalemu ilikuwa imeshatengenezwa. Okay. Yerusalemu ilichukuliwa mwaka 517 na Ottoman Empire. Okay. Kutoka wa Mamluki pia ilikuwa ni Waislamu wa Misri. Kuna rabi mmoja, anaitwa nani hiyo rabi, jina limenisahau. Naomba tutakuja sasa tuangalie issue ya Israeli ambao watu wengi wako very interesting. Ndio. Tutajua kuiangalia aliongea kupitia fundisho la Kabala mpaka muda ambao Israeli watachukua nini? Jerusalem mwaka 67. Okay. Na baada ya Israeli kuichukua itafika mwaka baada ya miaka 500. Ndio. Masihi atakuja. Miaka 500 baada ya Israeli kuchukuliwa na Ottoman Empire. Mwaka 1517. 500 ilifika mwaka Oktoba 17 mwaka 2017. Okay. Ndio miaka 500 ikafanyaje? Ikafika. Na wakati ile dira yao ropiga wakasema hapa ni wakasema wakashindwa kuona mbele. Wakasema miaka ile kati za kimasihi za kuja masihi. Okay. Kwa hiyo fundisho la Kabala lishatathmini. Na huyo rabi alikuwa anaongea hayo wakati wa Ottoman Empire inatawala. Kwa sasa hivi maana Netanyahu wamekabidhiwa mkoba na marabi na wamembariki marabi kwamba yeye atajenga ikao la ngapi? La 3 ili Masihi aje. Okay. Ingawa kuna rabi juzi amekufa Israeli. Yeah. Akamwambia ni rabi mzee mwenye heshima kubwa. Akawa ameacha document akasema mimi nataka kuwaambia ila siwaambii kwa mdomo. Ila nawapa nyaraka hii. Nikifa tu mshanizika mfungue nyaraka. Wakamzika wale marabi wakaifungua jopo la marabi. Akasema amewaambia katika kusoma kwangu Masihi ndio tunamsubiria si Masihi wa kweli. Okay. Masihi wa kweli ni Yesu Kristo. Okay. Hiyo ni siri nakupa. Sasa wakati mwingine tuje tushuke ile jambo. Okay. Kwa wakati fulani hapo Wayahudi wengi tuje kumpokea Kristo. Okay. Kuna siri hata marabi wa zamani walikuwa wanajua Yesu ni Masihi, ile walimkataa sababu yeye alikuwa ni Masihi ambaye ana si wa kidunia.